katika kaunti ya Kakamega licha ya juhudi wanazosema ziliendelezwa na serikali kuhakikisha mkutano huo unavurugika, ikiwa ni pamoja na kurushwa kwa vitoa machozi mkutano huo ulipokuwa unaendelea. Viongozi hao wamelalamikia kuzuiwa kufika katika eneo la mkutano na kuhongwa kwa wananchi ili wapinge mkutano huo, wakiapa kuendelea kupinga maovu yanayoendelezwa na serikali, ikiwa ni pamoja na njama ya kuisambaratisha ODM. Mwanahabari wetu James Mwangi anatufungulia taarifa hizi na taarifa hiyo. Vuguvugu la viongozi wa ODM chini ya mwavuli wa Linda Mwananchi wakiongozwa na katibu mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna walitua katika uwanja wa Amaleba kaunti ya Kakamega kwa kishindo kwa ajili ya mkutano wao wa kisiasa uliotarajiwa kufanyika eneo hilo. Na mara tu aliposimama kuzungumza Edwin Sifuna, Kakamega oye! Hatutoroki leo, bima hiyo kitu mkutano iendelee. Kitoa machozi kilirushwa katikati ya umati, hali hii ikitatiza mkutano huo kwa dakika chache, ila Sifuna akitoa hakikisho kuwa hawatokubali mkutano huo kuvurugwa na watahakikisha unaendelea kama ulivyopangwa. Ni chini viongozi, hakuna mtu anaharibu hii mkutano. Haitawezekana leo. Na ijapokuwa nyuzi joto za kisiasa zilikuwa zimepanda, viongozi hao walilalama kutokana na madai ya kukandamizwa na serikali ili kuzuia mkutano huo kufanyika, wakibaini kuwa polisi walijitahidi kuwazuia kufika katika eneo la mkutano, pia wakidai kuwa serikali ilijaribu kuwahonga vijana kupinga mkutano huo. Wamekuja wakatufungia airport ya Kisumu, wameweka majambazi pale, wameweka polisi, hadi wanasema Sifuna asiingie. Mimi naandamwa kwa kukumbusha William Ruto kwamba uliweka mkataba na baba Raila Amolo Odinga ya kwamba utaheshimu haki za watu kukutana kwa amani jinsi ambavyo tumekutana hapa. Kwa nini unatutupia tear gas? Tumesema ya kwamba hii mkutano haitaisha. Tear gas haiwezi maliza. Nyuki haiwezi maliza. Maji moto haiwezi maliza. Serikali haiwezi maliza. Wameapa kuhakikisha chama cha ODM hakitasambaratika, wakishikilia kuwa Sifuna atasalia kuwa katibu mkuu wa chama hicho, huku wakiendelea kupinga muungano wa ODM na UDA unaotarajiwa kubuniwa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Na katibu mkuu ya chama cha ODM ni nani? Aidha, wameendelea kushikilia kuwa wana uwezo wa kumuidhinisha kiongozi mmoja kwenye vuguvugu hilo kuwa rais wa Kenya. Usemi huu unajia wakati ambao vuguvugu linaloongozwa na Oburu Oginga limekuwa likishinikiza kupata nafasi ya naibu rais. Oburu Oginga anasema ati ODM hatutaki kuwa president. Anasema ODM hatutaki deputy president. Tunamwambia leo tukuwe Kakamega, ODM iko na viongozi wametosha kuwa rais. Baadaye vuguvugu hili la Sifuna liliguruma katika kaunti ya Vihiga. Oburu Oginga, Murad Mohamed, Gladys Wanga. James Mwangi, Undugu TV.